Wa SUA FM, mtazamaji wa SUA TV, leo ni siku nyingine na tunaendelea kuzungumza pamoja na wewe Mtanzania ambaye unatusikiliza, pamoja na wewe Mtanzania ambaye unatazama kwa wakati huu kutokea Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Hapa ndipo ambapo vijana wanapikwa, wakapikika, wakajengwa kwa ajili ya Tanzania ya baadaye, Tanzania sasa, katika uzalishaji, katika ubora wa kilimo, lakini pia katika ubora wa kuwa na wanataaluma wazuri ambao wataenda kulisaidia taifa. Na moja kwa moja, pamoja na hayo yote, vijana wameendelea kufanya mambo makubwa, ubunifu, uzalishaji wa bidhaa mbalimbali, lakini pia pamoja na hayo hawajaacha ujasiriamali kama ni sehemu mojawapo ambayo itakwenda kuwatambulisha wao kwenye jamii, pamoja na kuweza kujiajiri, lakini pia kujitengenezea kipato ambacho kinawasaidia wakiwa katika mazingira ya chuoni. Mimi naitwa Ayubu Solomoni Mwigune na hii leo niko na miongoni mwa wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Yeye anatuelezea zaidi na anatufahamisha zaidi juu ya masuala mbalimbali, lakini kubwa zaidi tunataka tuzungumze naye kuhusiana na masuala ya ujasiriamali pamoja na masomo. Karibu sana. Okay, kwa majina naitwa Nancy Anderson Biha, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Sokoine mwaka wa kwanza katika program ya Bachelors of Science in Agriculture, Economics and Agribusiness. Na pia ni mjasiriamali ambaye nimebase katika uuzaji wa perfume. Ni mwaka wako wa kwanza wa masomo, lakini pia umefanikiwa kuwa mjasiriamali. Imewezaje kuwa rahisi kwako kupambana na masomo lakini pia kujikita kwenye biashara? Okay, kikubwa katika kumanage vyote viwili ni discipline ya muda. Lakini wewe mwenyewe kujitambua kwamba sasa natakiwa kufanya nini na muda huu nifanye nini. Na pengine labda kwa yule ambaye anakusikiliza na kutazama kwa wakati huu, angetamani kufahamu juu ya kozi ambayo unasoma na ushawishi wake ulikuwaje, na mpaka ukaona kwamba bwana, hii kozi ambayo naisoma, ngoja nipambane na kozi lakini pia nipambane pamoja na masuala ya ujasiriamali. Okay, kozi yangu inahusu zaidi uchumi pamoja na kilimo biashara, na ninachokifanya ni biashara, kwa niko ndani ya kile ambacho nakifanya. Uchumi pamoja na kilimo biashara. Na hichi ambacho anakifanya yeye anadhihirisha kwamba anakifanya kwa vitendo zaidi. Hii inakusaidiaje wewe? Na pengine kwenye hilo niongezee kwamba unafanya ujasiriamali upi ambao pengine unakupa hicho kipato kama ulivyozungumza mwanzo? Okay, mimi nauza perfume ya aina zote za kiume pamoja na za kike. Na inanisaidia kwamba katika maisha ya chuo huwezi kumtegemea mzazi katika kila kitu. Ndio atafanya kwa sehemu yake, lakini kuna vile ambavyo utatamani kuvipata ambavyo sio rahisi kumwambia mzazi na yaka manage vyote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo biashara yangu kwa muda wangu wa ziada inanisaidia sana katika kujiendeleza, lakini kujipatia mahitaji yangu ya kila siku. Inakusaidia kwenye kujipatia mahitaji yako ya kila siku, lakini pia kuendesha masuala mengine ya kiuchumi. Ni mnufaika wa boom? Hapana. Hivyo unawezaje kumudu mambo haya matatu? Ni discipline ya pesa, kwa sababu kila unachokipata lazima ujue lengo lako ni nini. Kwa unafanya kila kitu fanya kwa malengo. Kwa unajua kwamba nafanya biashara kwa lengo 1 2 3. Kwa siwezi kutumia langu vibaya kwa sababu najua nini nataka. Wanasema unapotaka bidhaa unatakiwa uanzie sokoni. Yaani wewe soko lako kama mfanyabiashara, mjasiriamali kijana, unaanzia kulipata wapi? Na ukishalipata wateja wako ni kina nani katika mazingira ya chuo? Okay, wateja wangu katika mazingira ya chuo kwa asilimia kubwa ni wanafunzi, lakini napatikana katika mitandao ya kijamii kwa jina la Nana Perfumes, zaidi Instagram. Lakini kwa hata mtu akihitaji perfume ana place order kutumia Instagram au hata WhatsApp. Pale kwenye IG account utaona kwenye bio kuna namba ambayo inakupeleka direct kwenye WhatsApp. Unaweza ukatengeneza kipato cha namna gani kwa mwezi, labda kwa tathmini ndogo, pengine ukiwa unafanya biashara kwa wastani kidogo, unaona kwa mwezi huu unapata 40. Na unapoipata pengine inasaidia nini sasa kwenye ile mzunguko wako wa majukumu yako mengine? Okay, katika mzunguko wangu wa majukumu yangu kwa asilimia kubwa naweza nikasema siitumii kwa sasa hivi. Kwa sababu lengo langu sio kuishia hapa. Natamani siku moja na mimi nifungue duka langu, niwe na brand yangu. Kwa hiyo ninaweka pesa yangu ya biashara kwa ajili ya malengo yangu baadaye. Wakati tunazungumza nje ulituonyesha biashara mbalimbali, bidhaa ambazo unazifanya kwa ajili ya biashara, ujasiriamali. Na hapa mezani kama kuna unaweza mtazamaji unanitazama, lakini kwa hiyo msikilizaji ambaye anasikiza amenionyesha hapa na bidhaa mbalimbali ambazo zipo. Tuambie
hizi zote zinaonekana ni product tofauti. Na pengine kwako inakuwaje ni rahisi kuconnect au watu ambao wanakuuzia hizi bidhaa pamoja na kuweza kuhakikisha unazisambaza kwa wateja wako ambao wanazihitaji hizi bidhaa? Okay, kwa asilimia kubwa natumia mitandao ya kijamii. Kwa sababu mimi ni mwanafunzi, siwezi nikawa leo naenda Dar, leo naenda wapi, hapana. Kwa hiyo natumia sana mitandao ya kijamii kuwasiliana na watu ili kupata biashara yangu, lakini pia kuuza pia. Vijana wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii vibaya kidogo. Tumeona sasa hivi watu wakiwa wanatukana viongozi, wanafanya hiki na kile, lakini wewe umekuwa ukitumia kama sehemu ya kuconnect. Uaminifu ukoje huko kwenye mitandao ya kijamii? Maana sisi tushazoea unakuta tuma kwa namba hii. Yeah, okay. Uaminifu pia inategemea na lugha yako ya biashara na mteja. Yeah, lakini pia vile ambavyo utamtreat mteja mara ya kwanza anapokuja na uaminifu ambao utaonyesha ile siku ya kwanza ndio unaokupa wewe kuwa na wateja permanent ambao wataendelea kukuamini kila siku, na pia watawaambia hata na wengine kwamba pale anaaminika, kanunue sehemu fulani. Yeah. Wito wako pengine na ushauri sasa kwa vijana, lakini pia unatamani serikali ifanye nini sasa kwako wewe mjasiriamali mdogo? Okay, kwa mimi mjasiriamali mdogo, natamani serikali ingetafuta namna nzuri ya kutuwezesha either kifedha au hata kwa namna ambayo itatuwezesha si kujulikana zaidi, kupata nafasi ya kuweza kufanya biashara kwa ukubwa zaidi ambavyo tunafanya kwa sasa. Serikali pamoja na Wizara ya Vijana, lakini pia bila kusahau chuo, vimekuwa vikiandaa mashindano yanaitwa Innovation Hub nini ambazo zimekuwa zikisaidia kwenye kuwatamia vijana ambao wanafanya biashara, ambao pia wana maandiko ya biashara. Ushawahi kufikiria kuandika andiko lolote linalohusiana na biashara yako ili kuweza kujitangaza ndani na nje ya mipaka Tanzania? Okay, nilishawahi kufikiria lakini nilikosa hiyo nafasi. Ilikuwa ni last time ambayo ndio ilikuwa siku hiyo ya mashindano ya Mr. na Mrs. SUA. Kwa kidogo mambo yalikuwa mengi kwa sikuweza kuhudhuria, lakini next time nitakuwepo. SUA ina hub ambayo inaitwa SUA Innovation Hub. Ushawahi kuisikia? Hapana. Hujawahi kusikia. Na unatamani kushiriki kwenye SUA Innovation Hub? Yeah. Unafikiri ukipata nafasi hiyo utaenda kuonyesha nini? Okay, nitaenda kuonyesha zaidi ninachokifanya kwa sababu nina experience nacho na huwa ninatengeneza mwenyewe. Kwa nina uhakika na kile ninachokifanya na naweza kukielezea. Sawa. Tuzungumze na Mtanzania sasa. Neno lako la mwisho kumwambia, lakini bila kusahau wapi ambapo unapatikana, mawasiliano yako. Neno la kuhitimisha kwa Mtanzania ambaye anakusikiliza kwa wakati huu na kukutazama kupitia kwenye television ya SUA TV, lakini pia anakusikiliza kupitia SUA FM 101.1 kutoka Morogoro mjini. Okay, nashukuru watu wote ambao wameendelea kunisupport katika biashara yangu, lakini ningependa kuambia vijana kwamba anza na ulicho nacho. Usisubiri uwe na kikubwa. Anza na ulicho nacho, kinawezekana. Na katika social media napatikana kwa jina la Nana Perfumes, unaweza ukatoa oda yako kule. Karibuni sana. Sawa, msikilizaji na mtazamaji, hapa ni tamati ya kipindi hiki. Tulikuwa na mwanadada ambaye anafanya vizuri sana, ni msomi kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, akiwa mwaka wa kwanza. Yeye anadhihirisha kwamba elimu unaweza ukaibadilisha kuwa unachotaka, lakini pia ikakupa ufumbuzi na ufunguzi wa kile ambacho ulichonacho kuweza kukiwasilisha. Nilitafuta soko kwenye eneo lake la chuo na akalipata, lakini pia ameendelea kujitangaza kupitia kwenye mitandao ya kijamii, matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Vile vile ameendelea kuwa na maono makubwa na biashara, lakini pia taaluma yake. Hapa tumefikia tamati ya kipindi hiki. Nikukaribisha tena kwenye wakati mwingine uweze kutazama na kuisikiliza vipindi kama hivi ambavyo vinalenga kuweza kukupa elimu wewe mtazamaji na msikilizaji